Yes, bwana mtazamaji wa Simba Fans TV, tuko hapa visiwani Zanzibar kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho mara baada ya mchezo wa awali ambao ulipigwa pale nchini Morocco na wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza kwa bao 2-0. Leo watakuwa katika uwanja wao nyumbani ambao ni dimba la Amani Complex ambalo liko nyuma yangu hapa, kujiuliza nini wanakwenda kufanya. Aidha watalibakisha kombe katika ardhi ya Tanzania ama mambo yatakuwa tofauti, lakini kwa namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakijitanabaisha, basi mambo huwa yanakuwa mazuri katika dimba la nyumbani. Mara nyingi wanapocheza walizoea kucheza katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini sasa hivi wako hapa New Amani Complex, na kuelekea mchezo huu mambo mengi kweli yamefanyika, ikiwemo tunaona zile hamasa ambazo zinatolewa na viongozi, na kubwa zaidi ni Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi akitoa takribani ahadi ya kutoa milioni 200 na ushevi endapo wekundu wa Msimbazi Simba watafanikiwa kulibakisha kombe katika ardhi ya Tanzania. Lakini pia basi akaona si vibaya kuhakikisha kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanatumia dimba hili la Amani bila ya gharama yoyote, kwa maana akigharamia gharama zote ambazo wekundu wa Msimbazi Simba walipaswa kuzitumia wakiwa hapa visiwani Zanzibar. Official kocha ni Fenes Abdallah, nyuma kamera Shabani kwa ubora kabisa anahakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Unapata picha ngavu kutoka ndani ya Simba Fans TV. Niko nao wataalamu wa Simba ambao wenyewe wanakuambia ubaya ubwela ilipo Simba, na wenyewe wapo huku bendera Tanzania, huku bendera mnyama Mwakitalima, Chef Fondo, Elie Mpanzu, yote majina yako baba. Bado hujamaliza. Budo Mutale Joshua. Jamali Messi wenyewe hatari sana. Niambie ndugu yangu. Bana, anaona ana Simba mapema kabisa. Bana, sisi leo tumekuja kwa sura moja tu, ni mwendo wa kijeshi. Sura? Yani leo ni mwendo wa kijeshi tu, sababu shida tuliyokuwa nayo leo ni kulibeba basi. Hatuna shida nyingine. Ndio mmevaa ule ushetani alikuwa anasema. Mmevaa ule ushetani. Ukiangalia ule kiungo leo Yusufu Kagoma amekuja na sura ya Idi Amini. Yule Elie Mpanzu amekuja na sura ya Osama bin Laden. Yani leo kila mtu leo. Sisi wenyewe tunakwambia yoyote aliyekuja tofauti kwa ajili ya mnyama. Kesho tutaweka turubai majumbani. Maturubai tena. Tunaweka maturubai. Tumeamua sasa hivi kama ni unyama tu, kama ubaya ubwela. Maana kuna msafara wa mamba na kenge wamo. Sasa msafara wa Simba na fisi wamo. Wao fisi wanasubiri mizoga mnyama malize. Leo hatuachi hata mzoga. Tutakula mpaka mifupa. Leo hatumwachi mtu. Berkane atoki. Yani leo Berkane ameingia choo cha kike. Na leo Berkane ameingia kwenye mfumo tofauti. Leo Berkane amekimbia chumbani kakimbilia sebreni. Yani Amani kama Lupaso, Lupaso kama Amani. Wanasema Amani bana kule. Nimekwambia Lupaso kama Amani, Amani kama Lupaso. Yani mtu amekimbia sebreni kakimbilia chumbani. Shida iko wapi? Wanasema kisaikolojia uko vizuri, ingekuwa kule Dar es Salaam. Hakuna shida. Kwani hii Amani iko Berkane? Iko Tanzania. Hii ila ni visiwani. Kwa hiyo nataka niwaambie wakae kwa kutulia tu. Yani watu wakae kwa kutulia. Leo tuna shida kwa sababu ili kombe lina sehemu 5 muhimu sana za kwenda. Zipi hizo? Leo linatakiwa lilale Ikulu ya Zanzibar. Kesho linatakiwa likalale Ikulu ya Dar es Salaam kwa Mama Samia. Kesho kutwa linatakiwa likalale makao makuu ya nchi Dodoma. Dodoma hapo. Likitoka Dodoma linatakiwa likalale Chato. Likirudi Chato sasa ndio linarudi kwa wauni. Huku. Yani huku ndio tutafunga mitaa na maduka yake. Kila kuku, kila mnyama atajua mnyama amebeba mzigo. Na huu mzigo utaenda kufunika takataka zote. Wenye vinjanja vyao wale, sijui kuna waandishi na wachambuzi vinjanja. Sasa tutakwenda kuwaelekeza, tutaenda kuambia maana ya ubaya ubwela. Itapita ule mtaa wa pili pale. Pale mtaa wa pili watahama kwanza kwa muda. Kwa sababu tutapiga kambi siku 4. Kambi? Pale kwenye matope pale. Kwenye vyula hapa. Tunaogelea tu. Tutacheza kwenye lile tope, tutawapigia chula kwenye tope pale. Tutaweka kambi siku 4, tutaliweka pale. Likae. Siku 4 tunaliweka pale. Ubaya ubwela. Yani huo ni ubaya ubwela.
Tripui? Bala. Dalali nimemuona tangu hamasa inaanza. Wazee wapo? Yupo mjini. Sio wazee wapo. Jana vimeingia vizee 16 vile vifupi. Na Tripui hatujaja na mbuzi. Tumekuja na punda. Kuna punda 12 na ngamia 4. Tumekuja na punda Tripui, hatujaja na mbuzi na vizee 16. Tripui ile sio alikuwa anasema vizee vilikuwa viwili. Sasa hivi vizee 16. Yani Barkane hiyo. Tunakwambia Barkane. Leo tunakwambia. Na kuna watu wengine mashehe kabisa, libaba zima na midevu yake linakuja papa linapapatu tu, limeshiba miogo yake huko na kachumbari, linakuja kutupigia kelele. Tripui mutatafuta pa kwenda. Tripui tumevaa roho ya kijasusi, tumevaa roho ya kishetani, tutawanyoosha mmoja baada ya mwingine. Hayo bwana bana. Yoshua Yamal. Usione hizi bendera, baadaye hizi tunatoa bendera zinageuka bakola. Kuna watu watatembea nazo. Kuna watu watatembea nazo. Wakina nani hao? Wapo viherehere kwenye midomo watatembea nazo. Bana Makarima, mimi nisikuchoshe sana bana. Bana. Ukiona jopo la wauni kama hawa, ujue linabaki. Ukishaona wauni hawa, ili linabaki. Tushaumaliza, umebaki ubaya. Wema tushaumaliza, umebaki ubaya. Mwanzo mwisho anakufa mtu hapo, leo kombe inavuka maji. Anakufa vipi? Vyovyote itavyokuwepo, hata 10 hata ngapi, lakini sisi tunaondoka na kombe. Yaani nyinyi haijalishi mmeshinda ngapi, nyinyi mnachotaka wao wafunge, wasifunge hapa, lakini kombe linaondoka Dar es Salaam. Kombe haliwezi kupanda ndege kuondoka kwa namna yoyote. Kwa yote aliyokuja na mazingira yake hapo ataumbuka. Maisha yameisha hapa na kila kitu kinaishia hapa. Bana kikuji wa kapu la ubaya ubwela bana. Bana kapu leo linasemaje kwa Wema tumeumaliza baki ubaya, wema tumeumaliza baki ubaya. Yani iko hivyo. Ndio maana hili ilikuwa kapu la magoli, sasa hivi ni ubaya ubwela. Tunasema hivi, dhamira imepanda na mshindi tumefunga mkanda. Kwa hiyo mimi nasema hii ni kusema leo tunaenda kumfanya jambo letu. Hatujaja na kapu hili kwa ajili ya kubeba magoli tena. Kwa ajili ya kubeba kombe. leo ni kombe? Kwa hiyo mimi nikwambie, nimetoka Lushoto Tanga. Nimekuja kuwakilisha wekundu wa Usambara kwenye uwanja wa Amani, uwanja ambao ndio leo tupeleka fainali. Yaani tuwakumbushe watu, uwanja ndio umetupeleka fainali. Kwa hiyo huu uwanja leo ndio unatupa kombe na tunakuwa mabingwa, tunatimiza ndoto zetu, mambo mengine yanaisha. Bana mimi tutaongea sana baadaye. Mimi nikuache kwanza ufurahie bila kuchoka. Watazamaji wa Simba Sports TV, hao ni wana Simba ambao wanaendelea kujitokeza hapa wakianikiza zile hamasa. Ni mapema sana sasa hivi, lakini tayari shamra zinaendelea kushika hatamu hapa katika viunga vya New Amani Complex. Unasikia vuvuzela hizo ambazo zinazopulizwa, ijapokuwa zimezuiliwa kuingia uwanjani, lakini haziwazuii wana Simba kuendelea kuzitumia hapa kuhakikisha kwamba basi Mwarabu kila akipita, kila akitazama anaona ile dhana ya ubaya uwela, hamasa ya wana Simba. Hakika jambo nzuri sana. Mimi kuache kidogo